msaada wetu katika jina la Bwana. Sema kwamba hatuna dhambi, tunajidanganya sisi wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu, lakini tukijiungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki. Bwana Yesu asifiwe. Wasalimu katika jina la Bwana.
wa 8 hadi 13. Nasoma katika aya ya kwanza. Na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kanisa. Mtu huyo alisikia Paulo alipokuwa nena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponya. Akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawasawa. Akasimama upesi akaenda. Na makutano walipoona yaliyofanywa Paulo kapaza sauti zao wakisema kwa Kigiriki, Mungu wamemshukia kwa mfano wa wanadamu. Wakamwita Barnaba Zeu na Paulo Hermo, kwa sababu ndiye aliyekuwa mnenaji. Kuhani wa Zeu, ambaye hekalu lake lilikuwa mbele ya mji, akaleta ng'ombe na taji ya maua hata malangoni, akitaka kutoa dhabihu pamoja na makutano. Hilo ndio neno la Mungu. Mungu
kwamba sisi tunaokolewa kwa imani. Hatuokolewi kwa matendo ya sheria, maana hatuna kitu. Ukisoma pale anasoma habari za nani? Za Habili. Alipokuja kutoa sadaka yake mbele za Mungu, sio kwamba alitoa sana, alitoa kwa imani. Sadaka yake ikapokelewa. Ibrahimu hakufanya mambo mazuri, si ndio tunamjua maisha yake, alikuwa mwanadamu kama sisi mpaka alioa kijakazi. Lakini anahesabiwa kama baba wa imani na kama rafiki wa Mungu. Kwa nini? Alikuwa na imani kiasi cha kufikia hatua ya kumtoa mwana wake wa pekee, mwana wa pekee aliyempata katika umri wa uzee, tena anataka aende akamchinje kwa mikono yake mwenyewe. Hivyo imani, nani anaweza akagusa hapo? Akaambiwa wewe utaitwa baba wa mataifa mengi. Alafu hapa ghafla Mungu anamwambia umchukue mwana ukanitolee sadaka, tena ya kuteketezwa. Bwana sio kumleta madhabahuni akae madhabahuni, ya kuteketezwa, umchinje, umchome kwa mikono yako. Ibrahimu alikuwa na imani kubwa ya ajabu. Akatafakari akasema, huyu Mungu kama ameweza kunipa mtoto katika umri huu wa miaka 100, anaweza kunipa hata mwingine. Anakwenda kwa imani, anapanda mlimani, akampe rafiki yake zawadi, akampe rafiki yake wa kweli zawadi. Na hapa Mungu akaona imani ya Ibrahimu, akamwambia mwache mtoto, nimeshajua mnanipenda, rudi nyumbani. Unajua hata sisi tulikuwa tunafanya mavuno hapa juzi mavuno, sadaka ni kipimo cha imani, kipimo cha urafiki wetu na Mungu. Unajua mwenyewe ulivyotoa na unavyoendelea kupima, kuendelea kutoa. Mungu akiona pale anasema, akiona vile ulivyokuja anasema, najua, hakika nimejua sasa kwamba unanipenda. Hawa watu tunawasoma hapo, wakina Henoko, wakina Musa, wakina Ibrahimu, hao tunaozungumza habari zao, ni kwa imani. Hakuna hata mmoja anayetajwa kwa sababu ya matendo, maana kamwe kwa matendo sisi hatuna lolote la kuweza kujivunia mbele za Mungu. Imani ndio itakayotufanya sisi tuhesabiwe haki mbele za Mungu. Imani ndio itakayotufanya sisi tusamehewe mbele za Mungu. Imani ndio inayotufanya sisi tuweze kupona kiroho na kimwili. Imani ndio itakayotusaidia sisi kufika mbinguni. Nimetangulia kusema hapa, wanafunzi wa Yesu walikuwa wanamfuata Yesu kimwili. Na ndio maana wengi wao walijikwaa, walikosea, wengine hata wakapotea kabisa. Ingawa wao walikuwa nisemeje, kimwili kabisa. Nisemeje kimwili? Kimwili kabisa wako na Yesu wanatembea naye. Lakini bado. Sasa acha sisi tunaosikia hadithi, tunaosikia habari, inakuwaje? Sisi tunahitaji imani zaidi. Imani zaidi. Wao walitembea na Yesu, anapotembea juu ya maji wanamuona, anapofufua wafu, anapobariki mikate 5 inatosha watu 5,000 wanaona. Bado imani ilikuwa dhaifu. Wanafika mahali wanasema, Bwana tuongezee imani. Sisi tutasema nini ambao leo tunasoma habari hizi kwenye Biblia? Ndio maana ya imani ya Kikristo. Ndio maana ya imani ya Kikristo. Kila siku tunakiri. Kila siku tunakiri. Imani ni hakika ya mambo yasiyoonekana, ni bayana ya mambo yatarajiwayo. Sisi hatukuwepo Yesu Kristo akizaliwa Bethlehemu ya Uyahudi, hatukuwepo Yesu Kristo akipanda Kalvari, hatukuwepo Yesu akipaa mbinguni. Lakini tunatakiwa hilo tulijue, tulikiri, tulishuhudia. Na ndio maana tunasema kila siku. Na wakati mwingine walisema tunapokiri imani. Tunapokiri imani huwa naangalia, kuna watu wamefunga macho.
Kuna watu wamefunga macho. Unajua imani ya Kikristo ilitokea kanisa la kale, kwamba wale watu walipokutana ili atambue huyu ni mwenzangu, maana wakati ule Wakristo waliteswa na kuuawa. Kwa hiyo kuna watu walikuwa wanatembea tembea, kutegea, kuvizia huko katikati, ili wakisikia watu wanakiri jina la Kristo wakamatwe na kwenda kufungwa na kuuawa. Kwa hiyo wakifika mahali salamu zao ni ukiri wa imani. Kwa hiyo alimwangalia mwenzake, kama anakiri imani kama yeye anajua huyu ni mwenzangu, tunakwenda. Sasa hapa mimi nashangaa watu wanafunga macho, watu wanaangalia chini. Kuna kati nilikuja kwenye masibi imepita, unapokiri imani muangalie mwenzako, unamwambia nini unachoamini. Namwamini Mungu Baba mwenye enzi yote, muumba wa mbingu na nchi, sina miungu mingine. Kwa maneno mengine, namwamini Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, na and so. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo lilo moja tu, shirika wa takatifu na ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Ndio kitu tunachoamini. Mwambie mwingine kwa ujasiri, ukimtazama hapo usoni. Hizo ndizo salamu, ndio ushuhuda wetu kama Wakristo, ndio tegemeo letu, ndio nguvu yetu sisi kama Wakristo. Hatuko hapa duniani tukipoteza muda, tukisogeza miaka iende. Hatuje hapa kanisani tukisogeza siku ziende. Tuko hapa katika imani kamilifu kwamba tunangoja kufufuliwa kwa mwili na kupewa uzima wa milele. Ndio imani. Ndio imani yetu, ndio tegemeo letu. Kama uko vinginevyo, kaa chini, tafakari upya. Tafakari upya. Imani ndio itakayotumba huku ndani. Yaani unapotembea unajua Mungu haonekani, si ndio? Sio limlima, sio sanamu likubwa linalotisha. Lakini kama una imani thabiti ukafunga macho hivi, utamuona Mungu. Wangapi walishamuona? Baba. Goodness. Hamjawahi kumuona? Najua tatizo linalokuja, tunataka kumuona kwa hapo. Uwezi. Ukifunga macho hivi ukafungua yale ya ndani. Sijui kama tunaelewa. Ufunge haya macho. Unajua macho yana shida Hata wakati tunaomba hapa au tunaabudu hapa, tunasifu. Funga macho hivi. Unamuona jinsi Mungu ameketi pale kwenye kile kiti cha enzi, na lile vazi ambalo Yohana ametuandikia limetanda ile madhabahu yote, na jinsi Yesu Kristo amekaa pale mkono wa kuume, na jinsi makerubi na maserafi wanavyozunguka wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu wa majeshi. Na wewe utaungana na wao. Mungu wangu, watu wamesema waje kuona Baba. Imani. Muombe Mungu, mwambie nataka nikuone. Nataka nikuone. Nataka nikuone. Unapoimba, unapomwabudu, unapoomba, umuone. Umuone Mungu. Uone ukuu wake. Ujue nguvu zake. Kwa jinsi hiyo utakwenda mbele kwa ujasiri. Utakwenda kumtumikia kwa ujasiri. Utamwamini kwa nguvu zako zote. Ukishamuona, mimi namuonaga. Namuonaga. Kuna mtu mmoja sibini hapa niliwaambia. Mtu mmoja siku moja alikuwa ni Mkristo kama sisi hivi. Siku moja amekaa, naona maisha yake yamepinda, maisha hayaendi. Akasema siku yake akamwambia Mungu. Si tena ilikuwa siku ya Jumapili, akamwambia Mungu, Jumapili sitakwenda kanisani. Jumapili nataka tuwe na kikao mimi na wewe. Nataka tuwe na kikao. Akafanya mambo ambayo kwa binadamu zakaona majinga, lakini ni tendo la imani. Eti anasema akaenda kununua soda hizi. Akatandika meza vizuri. Akaweka pale mezani, akamwambia Mungu, ikifika saa 8 mimi na wewe hapa tuongee. Leo mimi na wewe lazima tuongee. No way. Na bahati nzuri alikuwa na mke na watoto, akawaambia waende mahali fulani, akawatuma huko. Ana kikao chake muhimu, hataki usumbufu.
Nataka kuambia alioendelea, lakini nataka kusema hicho kitu alichofanya. Hilo ni tendo la imani. Hivi wewe lini ulishaka ukamwambia Mungu njoo hapa tuzungumze? Baba, njoo hapa tuzungumze. Nasikia upo, nasikia unatenda. Njoo hapa tuzungumze. Lini ulisema? Au ukapanga? Unajua kuna saa nyingine watu wanapiga kelele, ajua anapiga kelele ya nini? Situongee tu hivyo. Ndio nikasema, yani wakati unapoomba ile imani iliyoko huko ndani ikuonyeshe kwamba Mungu yuko hapo mbele yako. Unaongea naye. Mweleze mambo yako. Si anasema njoni tuojiane. Tusiombe kwa sababu ya utaratibu na ratiba zilizopo, hata kule nyumbani kwako, hata tukija hapa kanisani. Yaani weka imagination, yani unapoimba weka Mungu yuko hapa. Si tumeimba Mungu yuko hapa. Ninamwimbia Yesu. Sasa mtu unaimba huku unajikuna, huku unamwangalia sisi fulani. Kwa hiyo unamwona Mungu hapo. Unajilegea, umekaa, umechoka. Sasa mimi nasema ukifunga macho, ngoja niwape siri. Ukifunga macho wakati uwe wimbo wa kwenye kitabu, iwe kwaya inaimba, iwe tunaabudu hapa. Funga macho, mwambie Roho Mtakatifu na funga haya macho ya mwilini na fungua yale ya rohoni. Ukifanya hivyo nakwambia unamuona Mungu pale kwenye kiti cha enzi, lile vazi jinsi limetanda, jinsi vile makerubi na maserafi wanazunguka, alafu wewe ni nani hapa duniani? Uache kuimba na kusifu kwa nguvu zote. Wenzako pale wanaimba usiku na mchana. Sisi tumekuja hapa kwa hizi dakika chache unachoka. Kwa sababu hujamuona Mungu. Ukimuona utaangalia hata nani yuko kushoto wala kulia, utajimwaga, utajiachia. Utataka wewe na Mungu, wewe na Mungu peke yako. Ingawa tuko wengi hapa. Si ndio? Na nataka kuzungumza jambo hili. Yesu Kristo aliwaambia wanafunzi wake, mkiwa na imani angalau kama chembe ya haradali, mnaweza kuambia mkuyu ng'oka. Unajua Yesu angeweza kuwatajia krevelia, sijui mjohoro au nini, lakini akawatajia ile ambayo kwao wanaona ni kubwa, inatisha, ni kubwa, lina nguvu. Akawaambia mngewaambia mkuyu ng'oke, ungeenda kuoteshwa baharini. Ndio kile kitu ambacho wanakiona kikubwa kwenye maisha yao. Wapendwa katika Bwana, na sisi siku ya leo Mungu akituumbia imani ndani ya mioyo na maisha yetu, tunao uwezo wa kung'oa mikuyu mbalimbali iliyo katikati ya maisha yetu. Iko mikuyu ambayo adui shetani ameiotesha, na tukiiona hivi tunaogopa. Unasema mkuyu, jamani, nitauanzia huo mzizi wenyewe ni kama mti zaidi. Mimi nitauanzia wapi huu mkuyu? Lakini Yesu anasema ungekuwa na imani angalau kama punje ya haradali, ungewaambia ng'oka na ungeenda kuota katikati ya bahari. Nilipokuwa na tafakari hapa nikawakumbuka wakina Kalebi na wale wenzake na Yoshua walipotumwa waende wakaipeleleze ile nchi. Wakaenda kichwa, wakaenda kwa macho ya nyama. Walipofika pale, wale watu walikuwa ni majitu ukweli, ni majitu mapande, watu wa mapande manne. Na wafahamu, wamepanda juu, wana nguvu. Walipoenda kwa macho ya nyama wakatetemeka. Wale ambao walienda kwa macho ya nyama wakatetemeka, wakarudi wakamwambia, ile nchi hatuwezi kuingia. Maana wale watu ni majitu marefu yenye nguvu. Yaani wanatuangalia hivi sisi kama panzi. Sisi wanatuona hivi kama panzi, akitukunja hivi dakika tupo. Wakaenda watu wa Mungu waliojaa imani, waliomwambia Bwana tupe imani. Kalebi na Yoshua wakaenda. Walipofika pale Mungu akawafinyanga wale majitu. Wao wakawaangalia hivi, wakawaona kama panzi. Wakarudi wakamwambia Musa, wale watu ni kama panzi, wale watakuwa chakula chetu na nchi tutairithi katika jina la Bwana. Mimi kwenye maisha yangu kuna siku moja nikasema, sisi kama Wakristo tuliokombolewa na damu ya Yesu Kristo mfufuka, mshindi wa mauti na kuzimu,
ambaye alishuka pale kuzimu, akamkamata shetani, sijui alimnyonga, sijui alimpiga teke, akamnyang'anya zile funguo, akamwambia out, akafungulia watu wake. Hatuna sababu ya kunyong'onyea, hatuna sababu ya kutembea tunainama. Ndio nasema kuna mikuyu kwenye maisha yako, sijui ni magonjwa, sijui ni ndoa haijakaa vizuri, sijui ni watoto wanasumbua, sijui ni shida gani, uchumi haukai vizuri, sijui ni hali ya uchumi, sijui ni maisha haendi. Hiyo ni aina ya mikuyu. Leo simama mwambie Yesu, nipe imani, na hiyo mikuyu ikang'ote katika jina la Yesu, ikatupwe mbali baharini katika jina la Yesu. Ndio maana nimesema ni vizuri sana mpendwa, kama Mkristo mwambie Bwana, nipe imani, nifungue macho ya rohoni, nione ukubwa wako. Tatizo linalokuja hapo, usipofunguliwa macho ya rohoni, unabaki unamwangalia, huyu si tajiri bana, huyu si anajulikana na mkuu wa mkoa bwana, huyu si anajulikana na askofu, mimi nitamfanya nini bwana? Mwache afanye anavyotaka. Mungu yupo. Mungu yuko wapi? Simama kwa miguu yako, mwambie kwa jina la Yesu, Mungu nipe imani, niwaone hao wanaonizunguka ni kama mapanzi na ni kama chakula changu. Wacha kutetemeka, wacha kuinama. Kuna watu wanasujudia wanadamu hapa kuliko kumsujudia Mungu. Achana na hivyo vitu, achana na hayo mambo. Mungu akikupa mambo ya imani, utakwenda kurithi nchi, utakwenda kutawala kwenye kila eneo. Sijui nikaongeze neno hili. Kuna watu walishainama hapa, anajiona yeye ni mtu wa magonjwa tu, anajiona yeye ni mtu wa mikosi tu, anajiona yeye ni mtu wa misiba tu, anajiona yeye ni masikini wa mwisho. No, Yesu Kristo alifanyika maskini ili sisi tuwe tajiri. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Sisi ni wana wa mfalme. Wana wa mfalme wanatembea kifua mbele. Kwa nini wananyong'onyea? Tena na hivyo mikuyu shetani ameotesha kwenye maisha yako ipo. Leo iambie ing'oje kwa jina la Yesu, ikatupwe mbali baharini. Tusimame kama wakina Yoshua. Yoshua walienda kifua mbele. Yaani mimi naona jinsi vile sile walivyoendaga. Walienda kwa maringo, wanaye Mungu wa Israeli aliye hai. Wakaenda wakawaangalia, wakawacheki. Hivi simamaga na mtu mrefu anavyokuangalia hivi. Mshaka na mtu pande la mtu yani akakucheki kwa hivi. Anakucheki kama kinani hapo. Pengine mpaka unaogopa unajua. Sasa sisi kwenye imani, ukiwa na imani na nguvu, tukitembea barabarani, tukitembea kule nyumbani kwako, kule ofisini kwako, kule ofisini kwako na kuogopa, wengine tunaogopa sijui ushirikina, tunaogopa sijui wengine wanafahamiana, ukitembea kule utawacheki hivi. Unajua ulishaenda mahali, mimi unaenda mahali watu wamesoma, wana degree, wanafahamika, wanapita, lakini wakikuona wanatetemeka. Wanasema huyu mtu huyu jamaa tusipokana vizuri huyu. Kwa nini? Wanamuona Mungu aliye juu yako, sio wewe. Mungu ndiye mbeba. Imani yako katika Mungu ndio inakutambulisha mbele za watu. Sasa kama unaye Mungu aliye hai na kutambulisha mbele za watu, kwa nini unaogopa mizimu? Kwa nini unaogopa wachawi? Kwa nini unaogopa wakuu na wenye mamlaka? Mimi sijasema usiwaheshimu lakini wasikufinye, wasikunyong'onyeshe. Wewe ni mwana wa mfalme Bwana. Tembea kifua mbele. Leo simama kwa miguu yako, iambie mikuyu ng'oka. Unafahamu mikuyu iliyo kwenye maisha yako Kila mtu si anaye ya kwake. Leo katika jina la Yesu simama kama wakina Caleb na Yoshua. Wakatuma wakaenda kwa ujasiri. Unajua mimi ninajifunza jambo kubwa sana kwa hawa watu. Hawa wakina Caleb na Yoshua, unajua wangeenda kule wakaja wakaongea kama wale wajinga fulani, wale wengine wale wajinga wale. Unajua Israeli isingerisi nchi. Na kusingekuwa na ushuhuda mpaka leo. Walifanya kitu cha muhimu, usifikiri ni mchezo. Mimi ninajiuliza, wewe kama baba pale kwenye familia yako, unaiaminishaje familia yako kwa Mungu wako?
Maana wakimwona baba kila sana amesononeka tena, mpaka saa ingine wana mwingine wanadiaga. Wanaume wadiaga. Wanaume analia. What's wrong? Yaani mimi nataka ukilia, sio mwanamume tu, hata mwanamke, lia mbele za Mungu wako. Usilie mbele yako. Labda kama umepata msiba. Sio mbele ya mwanadamu. Mbele ya Mungu mlilie machozi yako. Lakini mwanadamu usitaki aone machozi yako. Usitaki, hata kama una mzigo mzito kiasi gani, usimuonyeshe mwanadamu wala shetani. Tembea kifua mbele. Paka wakikuona hivi wa blow wachoke. Si ndio? Hao wakina Kalebi wakaenda. Waliwaona wale watu ni majitu, kwa nafikiri hawakuwaona, lakini wakajua mbele ya Mungu hao hawafui dafu. Mungu aliyetutoa Misri, aliyetusafirisha miaka mingi jangwani, atawashinda hawa jamaa. Hao wanawafinyanga finyanga, si tunarisi nchi. Kwa hiyo wakasaidia taifa la Israeli likavuka kwa ushindi, likarithi nchi. Nachotaka kusema mimi na wewe kama Wakristo, sisi Mungu ametuamini. Tumetumwa hapa kuja kuipeleleza nchi. Mungu anataka kuturithisha nchi. Sisi tunapeleka ushuhuda gani kwa mataifa wasiomjua Mungu? Mkienda kwa mganga mnakutana. Kule mnakutana. Kule kwa mchepuko mpo mpaka mnawapigania wengine huko. Unapeleka ushuhuda gani? Watoto wanapata ushuhuda gani kwa baba? Ukija wewe huko nchi. Sio wewe. Sio yule baba aliyeondoka asubuhi. Hangalanga. My God. Mtoto anasema huyu ndio baba. Au kama ni baba pia umekaa pale kwenye familia, hudumii familia. Kwa mfano kuna tabia sisi tulikuwa nayo, hata watoto siku za leo. Watoto wadogo hakuna mtu zaidi ya baba yake na mama yake. Hivi mnalijua hilo? Alafu anakuja mtu pale nyumbani anapiga watoto wako. Naona nyamaza. Eti lema. Anapiga wale jamaa na nyamaza. Mama yangu, yani watasema sisi ndio tumekwisha. Yani sisi ndio hatupo kwenye hii ramani ya dunia. Kwa sababu baba yetu hawezi kututetea. Mtu anakuja pale nyumbani kwako anatukana mke wako, anaongea maneno ya kijinga tu. Kuna watu wajinga siku zote wanasema huyo mwanamke ni mjinga sana. Ni mjinga, wewe ndio ulianza kuwa mjinga, ndio akafuata yeye. Si ndio maana ukaoa mjinga? Aya mama mnapiga makelele, hata nyesi mnawaambiaga hao ni wajinga. Wewe ndio ulikuwa mjinga. Ndio maana ukaolewa na. Nataka kusema hivi, unapokuwa pale nyumbani kama baba, yani watoto mama wakuone wewe ni hero. Wow. Sio? Hapa tunakula. Hapa tutalala. Hapa tutasoma. Hapa hakuna adui yoyote anaweza kuja kutuzuru sisi. Tuko na baba hapa. Na kama ni hivyo watoto watajivuna. Kama ni wa kiume ataona fahari kuwa baba. Kama ni wa kike ataona fahari kuwa mama. Imani tunayoombea watoto kwenye maisha ya kawaida, hata kwenye maisha ya imani. Mtoto asikuona unachanganya leo unamvalisha irizi. Leo umeleta mganga anatambika, sijui anafanya matakataka gani. Leo unamwambia sijui usiende kwa mama fulani ni mchawi. Sasa anawaza, bora tumeambiwa kule Sunday school Mungu ni mkubwa. Anashinda mama nini tena anachanganya hapa? Baba anachanganya nini tena hapa? Sisi tunatakiwa kumuishi huyu Mungu. Ndio maana nisema kila wakati funga macho ya kimwili, fungua yale ya rohoni, muone Mungu. Na huyu Mungu utambeba mzima. Hivi utakwenda kumketisha pale kwenye familia yako. Utakwenda kumketisha pale kwa majirani zako. Waone ukuu wa Mungu. Na kila kilichoko huko duniani shetani na vinyamkera wake utawaona kama panzi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu wetu ni mkuu. Mungu anataka asubuhi ya leo tuwe na imani inayoleta ushindi, sio imani zenye woga, sio imani za kutikisika. Wako watu wengine, unajua unaweza ukaweka imani kwa mwanadamu, si ndio? Hata wakati tuseme wakina nani? Wakati mheshimiwa Mengi alifariki. Wale watu walemavu na wengine na walilia.
hivi walikuwa wanalia kwa sababu walikuwa wanampenda au kwa sababu walijua hapa kuna vitu havitapatikana tena? Mimi sijui, sikuwa mioyoni mwao. Lakini ndio nasema kuna wakati mwingine unaweza weka imani kwa mtu. Huyo mtu ana mpaka. Kuna siku kama hajafa ataugua, kuna siku atafilisika. Kuna siku upendo wake utapoa. Kuna watu tunaweka imani kwa watu Kuna watu wanabembea na watu kama bendera. Wanaitwaga nani? Chawa Mimi ningependa waitwe kiroboto. Au kunguni. Wengine hawakusaidia lolote, wanakunyonya damu tu. Tupa kule. Watu wazima kabisa, afanye kazi, afanye mambo yake, anabembea na mtu. Yuko achana na mambo. Kila mtu anayo fungu lake kwa Mungu. Kila mtu anayo nafasi yake kwa Mungu. Mng'ang'anie Mungu. Mimi sikatai, Mungu anaweza akawatumia hao watu. Lakini sasa wewe usiwagande watu kama luba au kama kiroboto. No, kunguni unamjua. Ndio anakaga pale, yani hata umpige atafia hapo. Atoki. Na wanadamu wako wa aina hiyo. Wamewang'ang'ania kiroboto. Mungu atusaidie. Tuhamishe imani yetu kwa watu, tuhamishe kwake. Tuumbiwe imani iliyo hai ya kumtegemea Mungu, ya kuweza kuona ukuu na baraka za Mungu kwenye maisha yetu, ya kuweza kung'oa kila pando lolote adui analoliachilia kwenye maisha yetu, na tusimame imara. Ninaomba tunapofika mwisho tutaimba wimbo namba 369. Imba wimbo huu kama wimbo wa kujimimina mbele za Bwana, na tuingie kwenye maombi yako binafsi, familia, kanisa la Mungu. Mungu atuumbie imani. Tusimame imara. Tung'oe kila pando la faraka, kila pando la uzushi, kila pando la uharibifu Shetani analoachilia kwenye maisha yako, analoachilia kwenye kazi yako, analoachilia kwenye biashara zako, analoachilia kwenye mipango yako na ratiba zako za kila siku. Ng'oa kwa jina la Yesu. Tusimame tunapoimba wimbo huu 369. Tutaimba kama wimbo wa kuabudu 369.